moja wanasayansi wakafanya utafiti kupitia miti miwili, wakatenga ile miti kwa vyumba viwili tofauti. Sasa wakawatenga watu 10, wakasema kwamba katika chumba hiki mtakuwa mnaongea mnausemesha ule mti kwa maneno makali, lakini hiki chumba kingine mtakapokuwa mnaingia asubuhi usemeshe huo mti katika maneno yanayofurahisha, maneno ya kusifia. Baada ya miezi mitatu inasemekana ya kwamba ule mtu uliokuwa unasemeshwa maneno makali, maneno ya ovyo, ukao umeangamia, umenyauka, ukao hauna afya. Lakini ule mtu uliokuwa unazungumziwa maneno mazuri, unasifiwa, baada ya miezi mitatu inasemekana ya kwamba ule mtu kao umenawiri, unapendeza. Sasa tunaangalia nguvu ya maneno, nguvu ya taarifa ambayo inakufikia wewe. Kama yale maneno yaliweza kunyausha ule mtu, je, maneno yale ambayo unayasikiza kuanzia asubuhi mpaka jioni yanapoingia ndani yako yanajenga nini? Jina Bwana lipewe sifa. Na ndio maana tukisoma katika Marko 5:35 tunapata kwamba hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, pindi yako amekwisha kufa, kwani kusiti kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapo naangalia huyu mkuu wa sinagogi ameletewa habari, alikuwa ameenda kwa Yesu kumwomba aje amuombee mwanae kwa sababu alikuwa katika hali mbaya. Akiwa bata anachieleza, watu wengine wakaleta habari ambao ni wanadamu, wakamwambia, jamani, haina haja ujisumbue kwa sababu yule uliyekuwa umekuja ili aende asaidike tayari ashafariki. Kwa hivyo kama ashafariki, badilisha ratiba, anza kuandaa mazishi. Lakini Kristo aliposikia ile taarifa akamwambia yule mkuu wa sinagogi, usiogope. Manake kile kilichokuwa kinaweza kikaleta uzima katika ule mtoto, si ya kwamba ni kitu kikubwa, ni ile imani ya ule mzee. Na alipomwambia kwamba usiogope, yule mzee hakika akakuwa shujaa katika moyo wake, akakataa na yale maneno wale marafiki waliokuwa wamemletea. Sasa walivyoona, amen, yale mambo ambayo walikuwa wamemletea, walikuwa wameona kweli mtoto amefariki, kwa maana hawatanii, ni kitu ambacho kiko. Lakini Kristo hakuenda na maneno yao, alienda na neno lake. Na yule jamaa ashukuriwa kwa sababu alishikilia neno la Kristo, hakushikilia maneno ya marafiki zake. Na walipoenda kule, Biblia inasema kwamba Yesu akamfufua, maana yake akafurahia Bwana kupitia imani yake. Na wewe je, ni kipi ambacho unasikiza unaamua kukishikilia? Je, unashikilia maneno ambayo unaletewa ya kukatishwa tamaa, ama unashikilia neno la Kristo? Na